Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya habari kubwa ambayo imeweza kuzungumziwa mitandaoni siku ya leo ni kuhusiana na sakata zima la Mama Dangote kumkataa mtoto wa Hamisa Mobeto. Bado sababu zilikuwa zimefichwa na hatukuelewa ni kwa nini kile kipindi ambacho Mama Dangote alienda kumwangalia mtoto wa Hamisa Mobeto akasema kwamba sio damu yao, akasema sio mtoto wa Diamond Platnumz, na baadaye Hamisa Mobeto alipopambana akaweza kufanya vipimo vya DNA na mtoto akajulikana ni mtoto halali wa Diamond Platnumz, lakini bado Mama Dangote aliendelea kusimamia msimamo wake na kudai kwamba yule mjukuu sio wa kwake na wala yule mtoto hamuhusu kabisa Diamond Platnumz, na Diamond akaweza kumwamini mama yake na kushindwa kabisa kuamini vipimo vya hospitali, vipimo vya DNA. Akawa anabishana na vipimo vya DNA na kumwamini mama yake Mama Dangote kwa sababu tu ni mama yake mzazi, basi akawa amekubali. Mama Dangote alimhakikishia Diamond kwamba yule mtoto sio wa kwako, achana kabisa na mambo ya kushikishwa watoto huku mjini, mambo kama hayo. Lakini japokuwa Diamond kuna muda nafsi yake inamsuta akimwangalia yule mtoto namna ambavyo anatembea, hata kama hajafanana sana na yeye, lakini ile namna ambavyo anatembea, namna ambavyo anazungumza, moja kwa moja ni mtoto halali wa msanii Diamond Platnumz. Na siku ya leo bwana, siri imeweza kufichuka. Ni sababu ipi ambayo ilipelekea Mama Dangote kushindwa kumkubali mtoto wa Hamisa Mobeto? Sababu ambayo inasemekana ni sababu kubwa, unaambiwa kile kipindi ambacho Diamond alikuwa anaishi na Zari the Boss Lady, kile kipindi ndicho hicho Hamisa Mobeto akawa amechepuka na Diamond Platnumz. Baada ya kuchepuka na Diamond, Hamisa Mobeto akawa amelengesha mimba, akamwambia Diamond kwamba nina ujauzito wako, mambo kama hayo. Baada tu ya kumwambia Diamond na ujauzito wako, unaambiwa Diamond alienda swala hilo kuzungumza na mama yake, na mama yake alikasirika sana kwa sababu unaambiwa Mama Dangote alikuwa anampenda sana Zari. Sasa Mama Dangote akawa anamwambia Diamond, fanya juu chini mke wako Zari asijue na ukatae kabisa huo ujauzito wa Hamisa Mobeto, kwa sababu Zari akifahamu huenda mkaachana. Na hii ilikuwa sababu kubwa zaidi ya Zari kuachana na Diamond Platnumz. Baadaye Hamisa Mobeto akaona sio kesi, akaamua kujianika mitandaoni kwamba nina ujauzito wa Diamond. Baadaye akajifungua mtoto, tukamuona baba Diamond Mzee Abduli akaenda kumwangalia mtoto, akasema ni sahihi, ni damu yetu. Lakini Mama Dangote alipokuja akasema sio mtoto wetu. Kwa nini Mama Dangote alisema sio mtoto wetu? Ni kutokana na kile kinyongo ambacho alikiweka kwa Hamisa Mobeto. Kwa nini Hamisa Mobeto aingilie mapenzi ya Diamond pamoja na Zari? Mama Dangote hakupenda Zari alipomwacha Diamond Platnumz, ndio maana ikawa ni sababu kubwa ya yeye kumchukia Hamisa Mobeto na kumchukia yule mtoto moja kwa moja. Sasa tunajiuliza, Mama Dangote, huyo ni mjukuu wako, kwa nini chuki yako pamoja na Hamisa usiiweke pembeni alafu mjukuu akaendelea kusimama kama mjukuu? Lakini Mama Dangote ameweka kinyongo kwa Hamisa na ameweka kinyongo kwa yule mtoto, na akamwambia Diamond na kusimamia msimamo wake kwamba huyu mtoto sio wa kwako, na endapo ukakubali huyu mtoto ni wa kwako, basi mimi sio mama yako. Yani aliamua kumwachia kabisa Diamond laana. Kama kweli ataendelea kusema yule mtoto ni wa kwake, basi yeye sio mama yake. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza neno subscribe.